begging by itself is an offense. Katika sheria yetu ya baraza la mji ya Nairobi imepinga tabia kama hizo na haikubaliwi kamwe, iwe ni asubuhi, iwe ni jioni, iwe ni nyakati gani. Baraza la jiji lilitoa usemi huo baada ya kutoa takwimu zilizoonyesha kuwa 4 kati ya ombaomba 10 jijini Nairobi huo ni bandia. Sasa wamekuwa wakiendesha operesheni kuondosha ombaomba walioko jijini Nairobi kwa madai kuwa ni kinyume cha sheria. Ni kweli jamaa huyu anaonekana kuwa na majeraha ya kweli, lakini leo alijikuta mashakani katika operesheni iliyoendeshwa. Anadai amekuwa akilazimishwa kukaa mitaani kuombaomba, huku pesa anazokusanya zikitwaliwa na watu wasiojua. Kijana huyu alianguka motoni baada ya kuugua kifafa alipokuwa mchanga, na baada ya majeraha yake kupona amekuwa akifanya kazi ya kubeba mizigo katika soko mbalimbali mkoani Kati. Wananipaka mafuta ya Vaseline wapi ile bandage hapa. Anadai alihadaiwa na mtu asiyemjua kuwa angemtafutia kazi jijini Nairobi, huku akimsaidia kupata kitambulisho kwani aliahidiwa kazi ya ofisini. Ukikataa kazi wanakupiga. Wanakuambia ukikataa kazi wanakupiga. Kama leo walinibaia getheri, wakaniambia si umekula na jana tulimekulipia nyumba. Unataka hiyo pesa itarudia wapi? Twende. Nikamwambia mimi siadi. Wakaanza kunipiga, wakanivuruta. Nikaona kuliko wanipige, afadhali tu nikubali. Anaongeza yeye huletwa jijini asubuhi akiwa amefungwa macho na watu wasiowajua. Japo yeye hukusanya zaidi ya shilingi 10,000 kwa siku, huwa hapewi chochote na wanaomleta hapa ila mkate kwa githeri. Wanaowatumia watu hawa huwatambulisha kwa jina jembe, pengine kwa kisingizio kuwa ndio majembe wanayotumia kulima, bila shaka mashamba yakiwa ni wapita njia wasiokuwa na habari wanaowachangia. Nasikia kweli wakisema jembe. Wewe unataka jembe yangu ipotee? Unataka jembe yangu ipotee? Sasa ujiwangi jembe ni gani? Jembe ni wewe. Jamaa huyu sasa anaomba msaada arudi shuleni. Operesheni hiyo haikuishia hapo, huku maafisa wa baraza la jiji wakiapa kuwaondoa ombaomba wote jijini na wanaoomba kujisaidia kikweli wakikosa kusazwa katika operesheni hiyo. Kijana huyu anayesomea shule ya kiakademia ya kibinafsi eneo la Uthiru jijini Nairobi, usiku huwa kazini kuombaomba mitaani jijini Nairobi, amri kutoka kwa mama yake. Japo hatimaye alizuiliwa kwenye seli za baraza la jiji, mwanamke huyu alinusurika kichapo kutoka kwa umati wenye ghadhabu alipokuwa kiunadi mwili wake mchana wa Mungu kwenye barabara ya River Road jijini Nairobi kwa madai kuwa alitaka hela za kununua pombe. Iwapo unajiuliza ni nani miliki wa jumba la National Archives jijini Nairobi, umempata. Jamaa huyu anadai kuwa maisha yake yote amekuwa akilala nje ya jumba hilo analodai ni lake. Mwezi mmoja uliopita runinga ya QTV iliangazia baadhi ya ombaomba bandia wanaojifanya wana kasoro mbalimbali, huku nia yao ikiwa ni kuhadaa wananchi wasiokuwa na habari. Maafisa wa baraza la jiji wameimarisha operesheni yao kuondoa ombaomba wote jijini Nairobi, wakidai kuwa watawachukulia hatua kali wanaowatumia watu wengine kujichumia kwa njia isiyo stahili. Bila shaka itakuwa vigumu kubaini haswa nani anahitaji msaada kikweli au anayeigiza ili kupata msaada kutoka kwa wananchi wenye huruma. Itawabidi wananchi kubaini mbinu mbadala ya kuweza kutambua au kubainisha haswa ni nani anahitaji kabla ya kumsaidia. Kwani dunia hadaa, binadamu shujaa. Daniel Mule, QTV.